Naam, tukiendelea pale tulipoishia, mwelekeo katika Mahakama Kuu ulihamia kwenye suala la kisheria la iwapo Tundu Lissu ana kesi ya kujibu baada ya upande wa mashtaka, upande wa serikali kuhitimisha na kufunga rasmi uwasilishaji wa kesi yao baada ya kusema ya kwamba hawana mashahidi wengine licha ya kutarajia kuletwa kwa mashahidi wengine 30 waliobakia. Wakili wa serikali Nasoro Katuga alisimama tena na kuzungumza na jopo la majaji watatu. Alisema Tundu Lissu alielekeza mahakama kwenye kifungu cha 312(1) cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, lakini kwa mujibu wa upande wa mashtaka, kifungu hicho kilizua tafsiri tofauti kilipotumika katika muktadha wa kesi hii. Katuga alibainisha kuwa kifungu hicho kilirejelea maelezo yanayohusu pande zinazowakilishwa na mawakili wakati Tundu Lissu alikuwa akijitokeza kama mshtakiwa. Kwa sababu hiyo, alisisitiza kuwa hakuna kifungu mahususi kinachoelekeza moja kwa moja utaratibu unaopendekezwa, na akasema suala hilo linapaswa kubaki katika mamlaka ya hiari ya mahakama na majaji. Aliwaambia majaji kuwa kulikuwa na hoja za maandishi na za mdomo ambazo zingeweza kuwasilishwa, lakini mahakama ilikuwa bado haijaamua ni njia ipi itakayofuatwa. Katuga pia alifafanua kuwa katika hatua hii upande wa mashtaka huko ukiomba mahakama imtie hatiani Tundu Lissu. Mtazamaji, kabla niendelee kukutaarifu, hakikisha umelike video hii kisha subscribe. Badala yake alisema suala lililopo mbele ya mahakama ni iwapo kuna kesi ya msingi dhidi ya Tundu Lissu inayomtaka Tundu Lissu kujibu mashtaka. Hata hivyo, kisha Tundu Lissu alisimama na kutoa majibu yake. Aliwaambia majaji kuwa kwa mtazamo wake suala hilo lilikuwa rahisi sana zaidi na halikuhitaji hoja ndefu. Tundu Lissu alisisitiza kuwa kifungu cha 312(1) kiliweka wajibu kwa mahakama badala ya kuwapa majaji hiari tu. Pia Tundu Lissu alibainisha kuwa kifungu hicho kilirejelea hali ya kutokuwepo kwa kesi ya kujibu na hakikutumia mahususi maneno kesi ya kujibu kwa namna ilivyopendekezwa na upande wa mashtaka. Katuga alisimama tena na kusema kuwa hakuwahi kutoa hoja ambayo Tundu Lissu alikuwa akiijibu. Akidokeza kuwa huenda Tundu Lissu alikuwa akizungumzia swala tofauti kabisa. Tundu Lissu aliomba mahakama imruhusu kumaliza kuwasilisha hoja zake. Wakati huo, Jaji Ndunguru aliingilia kati na kuzitaka pande zote mbili kuruhusu majaji waamue swala hilo wenyewe. Jaji alibainisha kuwa pande zote mbili zilionekana kukubaliana kuwa hoja zingewasilishwa na wote Lissu na Katuga walikubaliana na hilo. Kisha Katuga aliomba Lissu apewe nakala ya kitabu cha East Africa Law Reports ambacho alikuwa amepewa na timu yake ya utafiti wa kisheria. Kitabu hicho kilikabidhiwa kwa Tundu Lissu. Jaji Ndunguru kisha alimtaka Lissu kurudia rejea aliyokuwa akiitumia. Tundu Lissu alieleza kuwa alikuwa akirejelea kifungu cha 312 pekee, na kwa mujibu wa uelewa wake wa kifungu hicho aliamini kuwa yeye ndiye aliyepaswa kuanza kuwasilisha hoja. Jaji kisha aligeukia upande wa mashtaka na kuuliza kama walikuwa na pingamizi lolote. Katuga alisema upande wa mashtaka haukuwa na pingamizi. Jaji Ndunguru kisha alithibitisha kuwa upande wa mashtaka ulikuwa umehitimisha kesi yake na kwamba sasa hoja zingewasilishwa kwa njia ya mdomo. Tundu Lissu alianza kuwasilisha hoja zake mara moja. Aliwaambia majaji kwamba baada ya kusikiliza ushahidi wa mashahidi wote 17 waliowasilishwa na upande wa mashtaka, alikuwa akiwasilisha hoja kwamba upande wa mashtaka ulishindwa kuonyesha kuwepo kwa kesi ya msingi yenye uzito wa kutosha kumtaka jitetee ama kufungwa gerezani. Kisha Tundu Lissu alifafanulia mahakama maana ya kesi ya msingi. Alisema ushahidi huo ni ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka ambao usipojibiwa na upande wa utetezi unaweza kutosheleza kumtia mtu hatiani au kumwadhibu kwa kifungo. Alisema kuwa katika kesi inayohusu uhaini kama kesi yake, matokeo ya kutiwa hatiani ni mazito sana. Tundu Lissu kisha alifafanua tofauti kati ya kesi ya msingi na uamuzi wa mwisho kuhusu hatia. Aliwaambia majaji kwamba ushahidi huo ambao si ushahidi wa mwisho katika kesi, kwa sababu uamuzi wa mwisho utazingatia pia ushahidi utakaowasilishwa na upande wa utetezi. Kwa mujibu wa Tundu Lissu, katika hatua hii mahakama
ilikuwa ikishughulikia hasa ushahidi uliowasilishwa na jamhuri au upande wa serikali, na kama ushahidi huo ulikuwa na uzito wa kutosha kumtaka aanze kujitetea rasmi mbele ya majaji. Kisha Tundu Antipas Lissu alirejelea kifungu cha 312(1) ambacho alisema kinaweka msingi wa kisheria wa kuamua kama mshtakiwa ana kesi ya kujibu au la. Tundu Lissu aliambia mahakama na jopo la majaji kuwa kifungu hicho kilishazingatiwa katika maamuzi kadhaa ya mahakama za juu, na hivyo kuweka misingi ya kisheria kuhusu jinsi mahakama zinavyopaswa kushughulikia hoja ya kutokuwepo kwa kesi ya kujibu. Kisha aliwaelekeza majaji kwenye uamuzi wa mahakama ya rufaa ya Afrika Mashariki katika kesi ya Ramanlal Rambaklal Bat dhidi ya jamhuri, akiwaelekeza kwenye kurasa mahususi za hukumu hiyo. Tundu Lissu alianza kusoma sehemu ya uamuzi huo. Hata hivyo, aliambia mahakama kuwa kanuni iliyoanzishwa katika kesi hiyo ilikuwa kwamba haitoshi kwa upande wa mashtaka kuwasilisha tu kiasi kikubwa cha ushahidi. Kwa mujibu wa kanuni hiyo aliyokuwa akinukuu Lissu, ushahidi huo lazima pia uwe na uzito wa uhalali wa kutosha kuonyesha kuwepo kwa kesi inayohitaji majibu. Kisha Tundu Lissu alirejelea uamuzi mwingine wa Murimi dhidi ya jamhuri uliotolewa mwaka 1967 akisema kuwa mahakama hiyo baadaye iliidhinisha na kutegemea kanuni zilizowekwa katika uamuzi wa awali wa Rambaklal Bat. Hata hivyo, aliendelea kusoma marejeleo hayo ya kisheria huku akijenga hoja ya kuzunguka swali la kama ushahidi wa upande wa mashtaka ulikuwa umefikia kiwango kinachohitajika kwa ajili ya kesi ya msingi. Majaji walimsikiliza Tundu Lissu akiwasilisha hoja zake kwa kurejelea vyanzo vya kisheria vya awali, huku mawakili wa upande wa mashtaka akina Katuga wakisalia kuketi upande wa pili wa ukumbi wa mahakama. Katika hatua hiyo, mwenendo wa kesi ulikuwa umehamia kutoka kwenye ushahidi wa mashahidi na kuelekea kwenye hoja za kisheria kuhusu ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka. Upande wa mashtaka ulikuwa umehitimisha kesi yake baada ya kuwasilisha mashahidi kidogo ilivyotarajiwa, mashahidi 17 pekee. Sasa Tundu Lissu alikuwa akiiomba mahakama iamue kuwa ushahidi uliowasilishwa haukuonyesha kuwepo kwa kesi ya msingi, na hivyo haukupaswa kumtaka au kumlazimu yeye Tundu Lissu kutoa utetezi wake. Hata hivyo, kwa upande mwingine, upande wa mashtaka ulikuwa umesisitiza kuwa mahakama inapaswa kuamua suala hilo kwa kuzingatia taratibu za kisheria zinazotumika pamoja na mamlaka yake ya kutumia busara. Majaji hao watatu walikuwa wakisikiliza hoja za mdomo za Tundu Lissu, huku marejeo ya mamlaka za Afrika Mashariki aliyoyataja yakichangia katika msingi wa kisheria wa hoja zake. Hivyo hatua inayofuata ya kesi hiyo ingetegemea jinsi majaji watakavyotathmini ushahidi wa upande wa mashtaka na kanuni za kisheria zinazowasilishwa na Tundu Antipas Lissu kuunga mkono hoja yake ya kutokuwepo kwa kesi ya kujibu. Kwa ufupi, kulingana na Tundu Lissu katika awamu ya kesi hii siku ya leo ni kwamba hakuna chochote cha kujibu katika kesi hii kwa sababu mashahidi waliotolewa na upande wa mashtaka hawatoshi kupelekea upande wa Tundu Lissu kutoa utetezi. Mtazamaji, nitaandaa tena video nyingine nikuletee update ya kile kilichoendelea baada ya hapa tulipoachia. Ili uwe wa kwanza kupata video hiyo, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama kengele. Pindi tu tutakapoleta update mpya kutoka mahakamani, utapokea ujumbe kupitia simu yako.